chumba kimoja tu kikaa akifungula. Akasema hii chumba mke wangu naomba usifungue. Alishaniambia, yani nakuweka dukani mke wangu kwa nia nzuri tu, sitaki ufungue. Yani ukishafunga sitaki ufungue tena kurudi nyuma ufungue mlango, na sitaki uhesabu hela. Yani mara nyingi ananisisitiza sana. Nikamwambia sawa, basi kae naenda. Mimi nikimaliza sihesabu hela. Kwa hiyo yani sijui mimi dukani nauza shingapi. Sijui yani sielewi chochote napata shingapi dukani, japo vitu vinauzika. Na mimi tu naona tu vitu anawatuma watu vitu vinaingia, lakini yani naletewa tu vitu, lakini sijui mimi dukani nauza shingapi. Yani sielewi. Umeona? Na wala nikishafunga, yani mlango sifungui. Umeona? Yani haitakiwi nifungue mlango kabisa. Hata kama umesahau. Yani hata kama nimesahau kitu. Sasa hiyo siku nikaja nikakuta yani kitu ambacho nilichokisahau ni cha umuhimu. Nikasema mbona bado hajafika? Na mimi nimeshafunga mlango, acha nijibe nifanyaje? Nifungue mlango. Ndo kufungua mlango tu. Hamad, kitu nilichokuja kukiona pale, yani ni kitu cha ajabu, ni cha ajabu, kipo katika bakuli la hela, kina hesabu. Umeona? Kwa hiyo tulivyokutana uso kwa macho tu, macho kwa macho, mimi ndo pale nikadondoka nikapoteza fahamu.